Katika kuendeleza shamra za maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar, wajasiriamali wamepewa fursa ya kuonyesha na kuuza bidhaa zao katika kukuza uchumi wa nchi. Baadhi ya wajasiriamali hao wameeleza fursa na changamoto ambazo wanakutana nazo, huku akieleza kuwa matukio kama hayo yana mchango mkubwa katika kukuza ujasiriamali na kuendeleza fursa kwa mtumiaji wa bidhaa hizo. Katika maonyesho hayo, wajasiriamali wamejikita katika bidhaa mbalimbali ikiwemo afya lishe, utamaduni wa Mzanzibari, mapambo ya nyumbani, bidhaa za mikono na kadhalika, hali inayovutia wananchi wengi kushiriki katika maonyesho hayo. Kwa jina naitwa Lilian Frederick. Ni mjasiriamali kutokea Arusha, based on Arusha, lakini pia na branch yangu Dar es Salaam Kigamboni. Nauza nguo pamoja na urembo wa kina mama, watoto, wanaume, pamoja na nguo za batiki. Ndio. Sasa maonyesho yetu kwa kweli ni mazuri, japo kuna changamoto za hapa na pale. Yes, kwa kweli tukilinganisha na miaka mingine iliyopita ya nyuma, kwa sababu mimi ni mshiriki takribani miaka 3 sasa mfululizo, sababu ni mwanachama wa TWCC. Kwa mwaka huu kwa kweli tunaona changamoto zaidi. Naona kwa upande wa umbali, location ya maonyesho yalipo inaleta shida kidogo kwa washiriki, wateja. Kufika inakuwa changamoto, na tumesikia kutoka kwa wenyeji wetu wanalalamika hasa kwa upande wa viingilio. Kwa hiyo wanasema wanatoka mbali wafike hapa tena walipe, kiingilio inakuwa changamoto. Kwa hiyo kwa kweli wateja wamekuwa wachache sana kulinganisha na miaka mingine. Wateja ni wachache mno, na sisi kama hivi. Unahisi kinasababisha kitu gani? Labda kwa sababu miaka mingine pia walikuwa wanakuja huku. Kwa nini sasa hivi wamepungua unahisi? Sijajua, inawezekana hali ya maisha, lakini pia hiyo swala la kiingilio kimekuwa ni usumbufu kidogo. Wengine wametulalamikia kabisa. Ndio, kwa hiyo tungeomba iangaliwe kwa jicho lingine kuhusu hicho kiingilio. Ndio, kutokana na watu wanatoka mbali na unakuta mtu ana familia kubwa, watoto wengi. Kwa hiyo pia tunaomba basi mambo yaboreshwe. Kama kwa mfano pia sisi tunaotoka mbali, tuangalie kwa upande wa kusafirisha mizigo. Jambo hili tuchosha kwa upande mwingine, kwa sababu tunawaza jinsi ambavyo tumetoa pesa nyingi na bado hazijarudi. Kwa hiyo liangaliwe kwa jicho lingine, hata namna ya kuangalia kwamba hawa ni wajasiriamali wadogo, basi walau uwekwe ushuru, au kama pesa ni iwe ndogo sana kulingana na hali tunayokuja kuhangaika nayo. Kwanza tunakuja kutafuta malazi pia sio rafiki. Kwa kweli tungeomba hata kama kuna namna ijengwe, hata kama ni hostel kwa ajili ya wajasiriamali itatusaidia, kwa sababu malazi ni bei ghali, alafu sio rafiki sana. Nyumba unakuta hata hazijaisha vizuri, kidogo mazingira ya nje sio rafiki, unakuta kama mapori hivi. Kwa hiyo tunaishi kidogo kwenye mashaka. Kwa hiyo tunaomba sana mambo kama hayo yaboreshwe ili tuzidi kushiriki miaka mingine. Haswa kilichonivutia mimi kama mshiriki na mwanachama wa TWCC ni kwa ajili ya kuonesha bidhaa, kuwaonyesha na sisi pia tumetoka na nini kutoka huko tulikotoka bara. Lakini Zanzibar tunajua pia panasifika, ndio kisiwa kinachosifika. Tumekuja kujifunza mambo ya karafuu na mambo ya mwani. Kwa hiyo tumevutiwa na mambo mengi kwa kweli. Wenyeji pia ni polite. Tumefurahi kwa kweli. Hapa alhamdulillah sio mbaya sana, lakini wachache. Kwa sababu mimi nimefanya research, nimeenda mjini mara nyingi. Population ni kubwa, watu ni wengi sana, kwa hiyo tulitamani tuwaone kwa wingi. Labda kuna hili swala la PA, labda wapewe taarifa, wanamuziki waletwe. Kuwe na zile amsha kama zinazokuwepo Sabasaba huko Dar es Salaam. Wanyama pia inaweza ikasaidia sana kwa ajili ya watu wengi kuwa na ile kuvutika kuweza kufika.
Karibuni kwenye maonyesho Nyamanzi huku, mje muone bidhaa kutoka bara na sehemu zingine zote nje ya nchi. Watu wametoka Kenya, wametoka wapi huko mbali kweli kweli kwa ajili ya kuja kuwaonyesha, na mje mjifunze mambo mengi yako ya kujifunza pia. Kwa majina naitwa Yusuf Ramadhan Saif. Mpaka sasa naweza nikasema maonyesho yote yalikuwa ni maonyesho ambayo yako karibia na miji yani ni karibia na watu. Hayako nje sana ya mji. Kwa maana kama huku Nyamanzi kwa sasa tunaweza tukasema ni maonyesho yamekuwa kidogo nje ya mji. Kuna watu wengi sana ambao wanatoka mjini wanakuja huku, na wengi tunawafahamu kwa sababu bidhaa zetu zinafahamika sana kwa hapa Zanzibar. Lakini mtu anakuja atatumia gharama nyingi, still akifika kuna hiyo issue ya kiingilio ambao watu wengi naona hawajazoea kwa huku Zanzibar. Wengi hawajazoea issue ya viingilio, na ukizingatia maonyesho yamekuwa mbali kidogo na watu walipozoea mara zote. Kuna wakati mwingine hata usafiri, sisi wafanya biashara kama watu wanakuja usiku sana, na sisi wafanya biashara na tulazimu tusifunge mapema kwa sababu tumekuja kwa ajili yao. Tukikaa kadri tunapozidi kukaa, usiku kisha kwa mkubwa, usiku wa saa 3:30 saa 4, kwetu usafiri unakuwa ni changamoto sana, unless otherwise mtu ana usafiri wake. Kwa miongoni mwa changamoto ambayo naweza nikasema ni kubwa sana, watu sio issue. Kuja kwa watu ni inategemea na mtu ratiba zake, ila hiyo issue ya usafiri ndio issue ambayo ni kipengele. Mtu anaweza ana bidhaa nzuri, anataka ziwafikie watu wengi, lakini anafikiria nikikaa mpaka saa 4 naweza nikafika kwangu saa 6, kesho nitachelewa kufunga. Lakini kungekuwa kuna usafiri wa uhakika kwamba mtu anajua nikifunga saa 4 nje hapo nakutana na basi, anajua anaweza akakaa mpaka saa 4, kesho anafika kwake mapema, kesho asubuhi anapata nguvu ya kuja kwenye maonyesho. Hello, this is Sandra from Uganda. For a little bit. The challenges we face, it is about East Africa. Because now for us we know that Tanzania is East Africa, Zanzibar is East Africa. But the problem with the challenges we get, it is moving from the port up to here, from Dar es Salaam up to here, because we pay a lot. We could like maybe the government of Zanzibar and Tanzania to reduce for us the prices. We pay as people of East Africa, at least they could consider us, because we are paying like $33 for the ticket of the ferry, which is too much for us. At least if they could reduce a bit, because we are East Africa, we are one, yes. At least they could change, and also the exhibition space, at least next year they could reduce on the price, because today it is so expensive for us, yet we pay a lot. You have to sleep, you have to eat, everything is for paying. At Maisara it was better business because it is in the center, but this side the business is a bit slow because people, they can't come from the town up to this place. It is far, so the business is little. I wish I don't know how they are going to do it, but but the business is so little. Yeah, and we have to make money because we'll have to take back something home. Maonyesho ya Nyamanzi yamewakutanisha wafanya biashara kutoka maeneo mbalimbali kama Burundi, Uganda, Arusha na maeneo mengine mengi kutoka nchi za kigeni. Kutoka hapa Zantime Media, mimi ni Warda Hamid. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.